Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Baada ya mchezaji Jean Charles Ahoua kuweza kusemwa sana na mashabiki wa soka nchini Tanzania hata nje ya Tanzania kwa kitendo cha kuweza kukosa goli katika mchezo wa nusu fainali kati ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, mchezo ambao Simba waliibuka na ushindi wa bao 1-0, na bao hilo pia lilifungwa na mchezaji Jean Charles Ahoua, ambapo kwa upande mwingine bao lilifunga kwa kutumia staili ya foul. Lakini kabla ya mpira kumalizika katika kipindi cha kwanza, tunashuhudia kwa upande mwingine Simba walitengeneza mashambulizi mengi ambayo pia Jean Ahoua alihusika katika mashambulizi yao. Ikumbukwe Jean Charles Ahoua katika kipindi cha pili katika dakika za lala salama, basi mchezaji huyu aliweza kutengenezewa nafasi na mchezaji Eli Mpanzu Kibisawala katika dakika za lala salama. Lakini mchezaji huyu tunaona nafasi hiyo akashindwa kuingiza wavuni mara baada ya kumtambuka ama kumchambua golikipa wa klabu ya soka ya Stellenbosch. Sasa mashabiki wengi na wachambuzi wengine wa soka nchini Tanzania wamekuwa wakimlaumu mchezaji Jean Charles Ahoua. Sasa mara baada ya Jean Charles Ahoua kuweza kushambuliwa sana kupitia mitandao ya kijamii, ameweza kujitokeza hadharani na kuweza kufunguka kitendo cha kukosa bao katika mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch. Kumbukwe Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye watu wanamuandarate licha ya kuhusika katika mabao 24 ndani ya kikosi chekundu wa Msimbazi msimu, kwa sababu Simba wanashiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika sambamba na ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe Jean Charles Ahoua ndiye mchezaji kinara wa mabao katika klabu ya soka ya Simba, kwa hiyo ameweza kujitokeza hadharani akifunguka maneno mazito, kiwa huu ndio msimu wake wa kwanza kuitumikia klabu ya soka ya Simba. Sasa kwa nini mashabiki wanamwandama? Kiungo mshambuliaji wa Simba ameomba radhi mashabiki wa Simba kutokana na kukosa nafasi ya wazi kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch. Kupitia ukurasa wake wa X ama Twitter ameandika haya: Mungu asante, tumeshinda raundi ya kwanza, ilikuwa ni ajali kazini, naomba msamaha wenu. Mashabiki hawakuwa nyuma, wakaamua kumtolea mapanga kwenye side inayofuatia, ambapo kwa upande mwingine mashabiki wengine waliweza kumwambia kwamba anaikosti Simba Sports Club. Kwa hiyo hii ni posti ambayo mchezaji huyu ameweza kuomba radhi mashabiki wa klabu ya soka Simba, lakini baadhi yao katika posti hiyo wakaweza kumchana na kumwambia kwamba astahili labda kucheza Simba, wengine wakimzi yake na kuamini kwamba nafasi ile ilikuwa ni nafasi adhimu kabisa ya kuifanya Simba Sports Club kuweza kwenda hatua ya fainali, kwa sababu huenda bao la pili lile kwa upande mwingine lingeipa faida Simba. Sasa kutokana na mchezaji huyu Jean Charles Ahoua kuandamwa sana, tunaona inamtoa mchezoni kisaikolojia. Sasa kupitia bosi wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewiji ameweza kumkingia kifua Jean Charles Ahoua kutokana na baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba na mashabiki wengine na wachambuzi kumwandama mchezaji huyu ambaye ni mara yake ya kwanza kuitumikia klabu ya soka Simba na ndio mara yake ya kwanza kucheza michuano mikubwa. Mo Dewiji anasemaje? Anasema hivi: wana Simba, Jean Charles Ahoua ni mmoja wa wachezaji waliotupa sababu nyingi za kushangilia msimu. Licha ya vyote, amekuwa sehemu ya mafanikio yetu. Kwa kosa moja lililotokea, tunaweza kumsema vibaya leo, ila tukumbuke hata mastaa wa duniani kama Fernando Torres waliwahi kukosa magoli ya wazi kwenye mechi kubwa kama Chelsea dhidi ya Manchester United. Hili ni soka, haya ni mambo ya kawaida kwenye mchezo huu, lakini jambo kubwa zaidi ni namna tutakavyochagua kusimama baada ya kila tukio. Tunajifunza, tunaimarika na tunaendelea kupambana. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch bado uko mbele, safari haijaisha, na huu ni wakati si wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuungana na kuwa kitu kimoja. Simba inajengwa juu ya mshikamano. Tunasimama na Jean Charles Ahoua, tunasimama na kila mchezaji atakayejitoa kwa jezi, na tutaendelea na vita iliyokuwa mbele yetu. Hatuishii hapa. Simba ni familia, Simba ni nguvu moja. Kwa hiyo tunaona kutokana na baadhi ya mashabiki kumwandama Jean Charles Ahoua, basi Mo Dewiji naye pia ameingilia kati na kuweza kumtetea mchezaji huyu ambaye pia naye ameweza kuomba msamaha na kusema kwamba ile ilikuwa ni ajali kazini. Nini maoni, nitazamo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa juu ya mchezaji Jean Charles Ahoua? Una nafasi ya kwenda nalo comment na kushare nasi maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa,
kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Isa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Isa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Isa Sultan ndiyo kiboko yao.